serikali inapangiwa huko, ati wamaa wanatupiwa Mara, nyinyi chukueni Mara nini. Mimi nataka wamaa wakuwe kwa meza. Hii serikali tunakuja kuunda, nataka wamaa wakuwe hapa ikipangwa, wakuwe ndio wenye kupanga. Hiyo ndio ombi langu. Your Excellency, tuangalie mambo ya kitaifa kidogo. Wiki iliyopita Rais William Ruto aliongea na bunge la kitaifa. Kasindua mpango wake wa kutengeneza nchi, mpango wa barabara, mpango wa ukulima, mpango wa elimu, akaelezea bunge na taifa kwa jumla. Na akasema ya kwamba baada ya siku chache upinzani walipuuza yale maongeo ya rais pale bungeni. Mbona upinzani hamjaelezea agenda yenu? Na rais mwenyewe ameelezea agenda yake, lakini nyinyi kama upinzani mmepuuza ile agenda yake. Hakuna agenda ameeleza. Hiyo yote ameongea ni uongo. Yeye amesema anataka Kenya ikuwe kama Singapore. Na kila mtu anajua ni uongo, kwa sababu nchi hii amewachiwa na Uhuru Kenyatta, mwaka 3 ameharibu kila kitu. Alipokuchukua serikali kutoka kwa Uhuru Kenyatta, kulikuwa na leader mama ya kusaidia wamama wetu wakienda kujisaidia. Hiyo ameharibu. Akichukua serikali kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, kulikuwa na help ya kusaidia watoto ya university wapate nauli ya kusoma. Hiyo ameharibu. Akichukua serikali kutoka kwa Uhuru wa Kenyatta, kulikuwa na NHIF ilikuwa inafanya kazi, akaleta mnyama anaitwa SHA. Hakuna mtu anaelewa hiyo ni mnyama gani, haifanyi kazi. Katika Narok, katika Kajiado, katika Samburu, hakuna hata development hata moja amefanya. Sasa kwenda pale bunge kudanganya wa Kenya ati kuna mambo atafanya, ati akipewa nafasi ati Kenya ikuwe kama Singapore. Kila mtu anajua ni uongo. Na ndio sisi hatushughuliki, kwa sababu kama within 3 years hakuna kitu umefanya hata moja, ile umefanya ni kuharibu na kuua watoto na kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Hiyo ndio kazi pekee yake amefanya, kuua watoto, kuteka hao nyara na kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Ukienda Narok hakuna barabara imejengwa hata moja. Ukienda Kajiado hakuna imejengwa, hakuna maji, hakuna dawa kwa hospitali. Sasa anadanganya wa Kenya pale ati atafanya Kenya ikuwe kama Singapore. Mimi nafikiria anaona EAS anafikiria ni Singapore, lakini naona EAS ni Somalia. Huyu Ruto kwa bahati mbaya arudi, Kenya itakuwa kama Somalia. There will be no country here. Na Wakenya wamepuuza hiyo kitu kwa sababu hakuna mtu anamwamini. Agenda yetu ya kwanza ni kumtoa. Tukimtoa, tufufue uchumi. Turekebishe masomo tuliwachiwa na Mwai Kibaki. Ameharibu. Masomo ya Mwai Kibaki ilikuwa ya bure. Uhuru Kenyatta Kibaki aliweka ya primary ikuwe ya bure, Uhuru akaweka ya secondary. Sasa January secondary imerudishwa, watu watalipa. Tunataka turudishe masomo ya primary na ya secondary ikuwe free. Tunataka turudishe NHIF, we reform ikuwe inasaidia wa Kenya. Hii housing amelete tunataka tuifike marufuku. Watu warudishiwe pesa yao kwa payslip. Hizo manyumba yote tupatie serikali za county, waokote kodi, tulegeshee ile watu yote walikatwa pesa yao. Tuko na agenda ya kurekebisha Kenya. Lakini ndio hiyo agenda ifaulu, lazima Ruto aondoke. Hiyo ndio kitu. Ndio ana shida akilalamika tunasema one term. Sijui Kasongo. Hiyo hataki kusikia hiyo kwa sababu hiyo ndio inamuuma. Unajua hii Kenya nimetembea kila pahali. Ana shida akiongea mambo ya ukabila. Kuna kabila mpya imekuja Kenya. One new tribe inaitwa one term. Na iko kila pahali. Hiyo kabila inaitwa one term. It is everywhere in the country. Na hakuna pahali jamaa anaweza potea. Lazima ataenda. So ile hata hofu yetu ni kwamba by the time anaenda atakuwa amemaliza nchi. Kupora nchi. Pesa inaibiwa ya masomo, ya hospitali inapatiwa huyu Kindiki. Anazunguka na ndege na pesa akisunguka. Kama hapo Bere ametumia more than 600 million. Hapo Narok kwa hii by election na ni kadogo wametumia 100 million. Watu wanapewa 10,000, 5,000 mpaka watu huko wameharibika kichwa. Hata change Narok town hakuna. Kila mtu wako na 1,000 watu wanakosa change. Sasa hata wale wanauza chai nasema ukilipa 1,000 hakuna change kunywa chai kwende. Because there is too much money in circulation. Hii pesa si ya Ruto. Mshahara yake ni shilingi 1.5 kila weekend anatoa milioni 100 kwa kanisa, anatoa hiyo pesa. Huyu Kindiki salary yake ni 1 million.
kila siku anatumia 10 million. Hiyo ni pesa ya wizi. Mimi nikisema namna hiyo anasema mimi natukanana. Mtu ambaye anapora mali ya umma anaitwa nani? Ni mwizi. Na ndio mimi nasema. So niseme hiyo maneno ilikuwa kwa bunge ni porojo. Hakuna kitu William Ruto atafanyia Wakenya. Ni Wakenya tu wavumilie, wangojee 2027, wamfukuze aende nyumbani. Wakikubali wanichague nikuwe rais, nianze kurekebisha Kenya pole pole. Na hiyo nitafanya. Katika siasa za Kenya imekuwa ni kama ni mtindo. Kwamba walio upinzani ngoma zao zinaonekana kupendwa sana. Upinzani Wakenya wanaonekana kupenda zaidi. Sijui kama upinzani kuna chochote mmeona ambacho pengine unaweza sema serikali imefanya vizuri, sababu kabla ya upinzani pia ulikuwa serikali. Unaweza kuondoka serikalini yapata sasa mwaka mmoja umekamilika. Je, ni kipi ambacho unaweza kusema kwamba kutoka mwaka 2022 ulipoingia kwenye uongozi, ni kipi ambacho serikali inaweza ambia watu wa Kenya, hiki tulikuta kifanyi kazi, sasa kimeweza kufanya kazi wakati niliondoka, pengine sasa ndio mambo hayaendelee. Ile kazi moja tu William Ruto amefaulu ni kuua jenzi na kuwateka nyara. Hakuna kazi nyingine amefanya. Ni kazi gani amefanya Kenya? Wewe niambie, barabara gani amejenga? Hospitali gani amejenga? Alisema ataweka watu pesa kwa mfuko. Kuliko waweke hapo kwa mfuko, ile kidogo walikuwa naye akatoa. Taxation, ushuru, kila mtu natozwa pesa. Na hiyo pesa yote inaibiwa inapatiwa Kindiki azunguke Kenya. Wakenya wamechoka. Wanalipa ushuru, hiyo pesa kuliko ijenge barabara, kuliko inunue dawa, inapatiwa Kindiki kuzunguka kufanya siasa. Huyu William Ruto saa hii ameanza siasa ya 2027. Ataiba kila kitu akijaribu kuhonga wa Kenya. Na ndio mimi nawaomba hii by election ya Magarini, ya Malava, ya Mbere, ya Narok, ya Purko, tuoneshe yeye kivumbi ya kwamba unaweza lipa watu na utumie pesa mingi sana, lakini watu wasimame na haki yao. Labda akishindwa kwa hii uchaguzi, hii mambo ya kupora pesa ya Wakenya, kuhonga watu watawachana naye, labda ajiuzuru aone hii kitu haiwezekani. Kwa sababu akipea watu pesa kama ile ametoa Mbere 600 million, alafu ashindwe, anaweza inua mkono. Na ndio tunaomba ainue mkono, kwa sababu akinua mkono hii pesa ya Kenya itafanya ile kazi imetakiwa ifanye. But as we speak, hakuna kazi inaendelea Kenya. Ile kazi inaendelea tu ni wizi na uporaji wa mali ya umma. Na hii pesa yote ndio William Ruto na Kindiki wanazunguka naye wakihonga wa Kenya, wakifanya sijui empowerment. Hiyo yote ni ukora wa siasa na uporaji ya mali ya umma. And they are meaningless programs. Hakuna mtu zinaweza saidia. It is voter bribery. Wakifikiria wa Kenya ni watu bure, watu ovyo. Unaweza wadanganya tu na pesa ati wachague William Ruto ambaye ameread payslip ya kila mtu. Leo tulikuwa hapo Mbere North pale inaitwa Chicago. Mkutano mkubwa sana. Hospidi akaambia polisi ati wafukuze sisi, wafugue barabara ndio ati Kindiki apite. Polisi wakamwambia ukwende. Ile maneno hii watu wanazungumza ndio tunataka kusikia. Wanazungumza ile sisi tunataka because payslip yetu tumekatwa SHA, tumekatwa housing, tukipeleka watoto wa bibi yetu maternity hatusaidiki, ametuhangaisha huyu Ruto. Sisi hatuwezi haribu mkutano. Ile maneno wanaongea ni matamu ndio sisi tunataka kusikia. Hapo ndio tumefika. Walimu wameitwa jana hapo Chicago, wanapewa kila mtu 1500 ati 3000 atuwasaidie mtu ya UDA. Sasa mwalimu anasema mimi nimepewa shilingi 3000 ya leo, kila mwezi nakatwa 1500. Nitakuwa mjinga kuchukua hongo ya 3000 kusaidia ile mtu ananikata 1500 kila mwezi. Wakenya wamechanuka, wameerefuka, na mimi najua hata wama wameerefuka na wako mbele. Mimi naomba wama tusaidiane pamoja. Vile walikataa Ruto miaka yote walijua. Na kama wangeniibia siri hatungekuwa kwa heshima. Kama ningekuwa nimetengeneza urafiki na wama, waniambie hii mtu ni mtu ya aina gani, kwa sababu wama walijua yeye. Walijua yeye ni mwizi ya mashamba. Walijua yeye atapora mashamba ya Wamasai. Walijua yeye ataharibu nchi, lakini hawakutuambia. Walikuwa tu wanamuonesha meno, wanacheka, lakini kwa kura wakamnyima. Kama wama walikuwa marafiki zangu wa kisiasa wakati hiyo, wanishauri, labda hatungekuwa kwa heshima. Lakini makosa ni kurudia. Sasa wama wanichanue, waniguide, waniambie pahali iko hatari, nitawasikiza kwa sababu mimi nimeona wako mbele.
Hii Ruto walijua si mtu mzuri, sisi tu wanajua. Na mimi nimesoma sana, nilikuwa nafikiria niko mbele sana. Hapana, wamama wako mbele yangu. Walijua kuliko mimi. Labda mheshimiwa, kwa masuala ya mashamba katika kaunti na kumekuwa na visa vingi ambavyo